urais sio uchifu. Samia anaweza kajizura kaja mwingine bana. Lazima tuseme ukweli, kuambiana ukweli. Hatuwezi tukakaa hapa tukamung'unya meno. Rais kama hawezi kujibu hoja zetu, rais kama hawezi kuwasikiliza wananchi anaowaongoza, akae pembeni bana. Sisi hatubembelezani hapa. Mimi refu za kutishwa na polisi nilishazipita miaka 10 iliyopita. Mimi sio kutisha na Wambura. Yaani hawa polisi ambao mimi nimeshinda kwenye corridor zao kwa miaka 10, nimeshindwa kwenye ofisi zao miaka 10, nimeshindwa kwenye vyumba vya mateso miaka 10, unawaleta kwangu wanitishe. Mimi polisi akinitisha nacheka. Na ndio maana wakati Wambura anazungumza uhaini, nilikuwa nimekaa nyumbani kwangu nimeweka miguu juu ya meza na kunywa chai kuna tabasamu. Nishapita ile level ya kutishiwa na polisi. Namwambia huyu anayemtuma Wambura kwamba aje hadharani ajibu hoja zetu. Watu tunalalamika nchi imeuzwa. Hatuoni rais akitoka hadharani kwamba yuko upande gani kwenye hii iga, anaunga mkono au la, amekaa kimya na yeye ndio kiongozi wa mwisho. Sasa kama ameshindwa kuwajibika, urais sio uchifu. Samia anaweza kajizura kaja mwingine bana. Lazima tuseme ukweli, kuambiana ukweli. Hatuwezi tukakaa hapa tukamung'unya meno. Rais kama hawezi kujibu hoja zetu, rais kama hawezi kuwasikiliza wananchi anaowaongoza, akae pembeni bana. Sisi hatubembelezani hapa. Sisi hatubembelezani. Kwa nimwambie kwamba kama anategemea polisi waje watuzuie hayo maandamano, hawa polisi ninawajua kama ninavyojua sehemu zangu za siri. Anajidanganya kabisa. Na ninajua engo zao zote. Ninajua udhaifu wao wote na wao wanajua hilo. Hii hefu za kutishwa na polisi mimi nimeteswa na vikosi vya task force. Task force ni muungano wa vikosi vya polisi, jeshi, uhamiaji au kwa pamoja hao walifanya combination wakawa wananitesa kwa miaka 5. Alafu anakuja polisi mmoja anaitwa Wambura nitishe mimi kweli. Kwa hiyo hivyo niliofikia sidharau hizi. Wache dharau.